Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Taifa la Marekani limeingiwa katika majonzi makubwa jana Jumapili Aprili 19, 2026 baada ya tukio la mauaji ya kinyama ambapo baba mmoja ameua watoto wake 7 pamoja na mtoto mwingine wa familia katika mji wa Shreveport, jimbo la Louisiana. Mshukiwa ametambulika na polisi kama Shama Elkins mwenye miaka 31 ambaye ni mwanajeshi wa zamani wa jeshi la Marekani. Polisi wamethibitisha kuwa Elkins alipiga risasi watu 10 ndani ya nyumba 2 tofauti kabla ya kutoroka na gari alilokuwa ameliteka na hatimaye kuuawa na polisi. Ofisi ya mchunguzi wa vifo wa Caddo Parish ametaja majina ya watoto waliouawa kuwa ni Jayla Elkins miaka 3, Shayla Elkins mwenye miaka 5, Kayla Pagu miaka 6, Layla Pagu miaka 7, Macdon Pagu miaka 10, Siran Snow mwenye miaka 11, Kedrin Snow mwenye miaka 6 na Brian Snow mwenye miaka 5. Kwa mujibu wa msemaji wa polisi la Shreveport Christopher Bardon, watoto wengine walipigwa risasi ya kichwa wakiwa wamelala, na mtoto mmoja aliuawa akijaribu kutoroka katika kupita katika paa la nyumba, na mtoto mwingine wa miaka 13 alinusurika kwa kuruka kutoka paa lakini alivunjika mifupa. Wanawake wawili watu wazima ambao ni mama wa watoto hao na mwanamke anayedaiwa kuwa ni mpenzi wa mshukiwa walijeruhiwa vibaya kwa risasi na wamelazwa hospitalini katika hali ya mahututi. Tukio hilo la kutisha lilitokea karibu saa 6 mchana kwa saa za eneo hilo baada ya ugomvi wa kifamilia. Polisi wanasema Elkins alikuwa na matatizo ya kisaikolojia na alikuwa amewaambia wazazi wake siku chache kabla kuwa anapambana na mapepo na kwamba mkewe alitaka taraka. Siku ya Pasaka Aprili 5, Elkins alichapisha picha kwenye Facebook akiwa kanisani na watoto wake wote akisema siku iliyobarikiwa. Wiki moja baadaye Aprili 9 alichapisha akiomba Mungu ailinde akili yake dhidi ya huzuni, hasira na wasiwasi. Baada ya mauaji hayo, Elkins aliteka gari na kutoroka kuelekea Bossier City. Polisi walimfukuza na kubishana naye risasi hadi alipouawa. Mkuu wa polisi wa Shreveport, Wayne Smith, alisema, "Sijui niseme nini, moyo wangu umevunjika, siwezi hata kuanza kufikiri jinsi tukio kama hili linavyoweza kutokea." Hii ni tukio baya zaidi la mauaji ya halaiki Marekani mwa 2026. Raia wa Shreveport wakikusanyika jioni ya leo kwa mshikamano na kuweka mishumaa mbele ya nyumba hiyo kuomboleza. Uchunguzi wa polisi kuhusu chanzo kamili cha tukio hilo bado unaendelea. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.